Kama mchezaji najiandaa na imani nitafanya vizuri kuitwa tena katika timu ya taifa. Kwa hiyo tupo kwenye maandalizi, ligi bado inaendelea, mechi bado. Kwa hiyo nitafanya vizuri, nitarudi tena. Sehemu gani unaifanyia mazoezi sana kama mshambuliaji? Sehemu ya kufunga. Si washambuliaji, hatuna kazi kubwa uwanjani. Kazi yetu ni kufunga. Kwa hiyo sehemu yote ninayofanyia mazoezi ni sehemu ya kufunga. Mgunda tunatambua Msimbazi toka Mashujaa ukaenda Kongo. Changamoto kubwa ambayo ulikutana kule Kongo ilikuwa ni nini hasa? Maslahi. Na baada ya kutakwa na Mashujaa kurejea, kwa kulipokeaje? Kurejea Mashujaa? Yeah. Nilikuwa na furaha kwa sababu mimi mchezaji. Sehemu yote mimi naweza kufanya kazi. Kwa hiyo nilienda Kongo, nilichokitegemea sijakipata. Kwa hiyo nimerudi tena Mashujaa najipanga. Baada ya kuhusishwa na Mashujaa zilizuka taarifa nyingi mara huku mara huku. Kwako kama mchezaji hiyo ulipokeaje? Kwa mimi pia nilikuwa naona hizo taarifa kama unavyoona. Kwa hiyo siwezi kusema nilizipokea kwa vizuri au vibaya hapa. Mimi nilikuwa focus na kitu changu, nilikuwa nasubiri msimu uanze nijiunge na timu niendelee. Kikosi kiko vizuri, tunaendelea kupambana ili tuweze kupata matokeo mazuri zaidi kwa sababu ligi imekuwa ngumu sasa hivi. Kila timu ipo kwa ushindani zaidi. Kwa hiyo sisi binafsi tunaona tuko vizuri. Swala la muda tuendelee kupata matokeo. Viko vitu vingi kwa sababu tunapitia vitu vingi kwenye mpira. Kwa hiyo viko vitu vingi. Hata vitatu. Kizuri ni kwamba kimoja ni kuitwa timu ya taifa, siwezi kusahau. Kingine ni nafikiri nafasi tuweza kucheza nje na nini. Ni nafasi ambazo siwezi kuzisahau. Vitu viko vingi sana. Nje ya mchezaji mnafanya biashara. Na duka la electronics na nini. Labda goli gani ambalo hutaweza kusahau? Kama shaka. Alikuwa goli na Ken Gold hapa nyumbani. Ilikuwa mbali kwa sababu mwenyewe sikutegemea. Nilipiga kichwa nje ya box nafikiri. Alikuwa mbali, mwenyewe sikutegemea, ni goli ambalo nalikumbuka muda mwingi. Unatarajia kuona wapi baada ya ndoto zangu mimi ni kufanya vizuri, kutarajia kunaona wapi popote pale ambapo kutakuwa na timu itakayonihitaji utaniona. Labda malengo unatamani kucheza ligi ya Hapana. Malengo ya uongo. Ligi ya Uingereza uongo. Siwezi kudanganya kasema na malengo ya kucheza ligi ya Uingereza au nini. Mimi na malengo ya kufanya vizuri tu katika msimu wangu huu. Ndio malengo nilojiwekea. Nitakapokuepo zaidi hapo sifahamu. Ndani ya Mashujaa kuna wachezaji wengi sana. Labda umetajia wachezaji wako, yani wachezaji wako unawapenda sana. Mashujaa. Baraka Mtui, Omari, Cheda. Hapo wengi wachezaji wazuri wako wengi hapa. Na pengine kuna changamoto zozote ambazo ungependa zifanyiwe kazi ili timu iendelee kufanya vizuri zaidi na iendelee kuwepo kwenye ligi kuu? Timu ina imani itakuwepo kwenye ligi kuu kwa sababu changamoto ambazo zipo sidhani kama ni changamoto kubwa ambazo nafikiri ni changamoto ambazo zinaikumba karibuni kila timu. Kwa hiyo timu mimi naona iko vizuri na tutafanya vizuri. Wote wa Mashujaa na timu nyingine. Mashujaa ina uongozi mzuri. Yaani uongozaji wake wa timu uko vizuri. Kwa hiyo tofauti kubwa na Mashujaa na timu nyingine zilizocheza ni naona lipo kwenye uongozi. Uongozi wao uko vizuri. Wanajitahidi kupangilia vitu kwa wakati. Wachezaji ikiwa mnasikia haya maneno ya nje, kwa mfano wakati ule mara unaambiwa umesaidia Simba, mara Singida, mara wengine, yani kila mtu analeta maneno. Kisaikolojia huwa nyinyi sijajua kwa wengine, ila binafsi mimi naona gani ni vitu vya kawaida kwa sababu wewe atasema umesaini huku ila wewe mwenyewe unajua umesaini wapi. Kwa hiyo sidhani kama ina affect yote katika saikolojia yangu.